Karibu kwenye exclusive uchambuzi. Nipo na mchambuzi wa masuala ya siasa, Said Miraji. Tuko naye hapa, tunakwenda kujadili kwa kina kuhusiana na siasa za Zanzibar. Ikumbukwe tu kwamba 2025 ndio mwaka wa uchaguzi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sasa siku ya leo tupo hapa, tunakwenda kujadili kuhusiana na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Said Miraji, heshima yako. Nashukuru, asante. Umejaa tele. Kama pishi ya mchele wanasema. Unajua ulivyozungumza hivyo umejaa tele kama pishi la mchele. Juzi nilikuwa naangalia utambulisho wa wachezaji wa Ken Gold. Sasa kwenye ule utambulisho aliitwa Bernard Morrison, alikuwa anafanya mahojiano na kituo kimoja cha habari. Aliulizwa mambo vipi, akamwambia mambo kama mgambo kasoro kirungu. Nilikumbuka sana. Maana yake mgambo katika uniform yake ili atimie, ni maana yake ni lazima ina kirungu, sio? Maana yake ina maana mgambo akiwa hana kirungu hakutimia. Ndio. Siasa za Zanzibar 2025 ndio mwaka wa uchaguzi. Tangu kurejeshwa tena kwa mfumo wa vyama vingi kule Zanzibar, kwa mara ya kwanza uchaguzi huu na kwenda kufanyika bila ya uwepo wa Maalim Seif. Nguvu ya Maalim Seif, uwepo wa Maalim Seif tangia akiwa katika chama cha CUF mpaka ACT Wazalendo kule Zanzibar. Uchaguzi huu ambao unakwenda kuanza bila ya uwepo wake, unaona uchaguzi wa aina gani? Kwanza chaguzi za Zanzibar, labda niseme tokea tunazizungumzia hizi za toka mwaka 1995. Ndio Uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi wa 95 tokea sheria ya vyama vingi ilipopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1992. Chaguzi za Zanzibar zimekuwa ni chaguzi zenye mambo mengi. Kuna influence ya watu, lakini kuna influence inayosababishwa na matukio, ambayo matukio yale hayakuanza leo. Kwa mfano, tukizungumza nguvu aliyokuwa nayo na ushawishi aliyokuwa nao Maalim Seif Sharif Hamad. Ndio kitu ambacho watu wengi hawakielewi. Hebu jiulize, Maalim Seif nguvu ile aliipata wapi? Maalim Seif alikuwa kijana mdogo, mwalimu, akawa waziri wa elimu, amepitia nafasi mbalimbali katika utawala wa Sheikh Aboud Jumbe Mwinyi, baadaye akawa waziri kiongozi, hatimaye alipofukuzwa kwenye waziri kiongozi akawa kiongozi wa chama cha wananchi CUF, akiwa kama makamo mwenyekiti, ndio nafasi yake aliyoanzia. Baadaye akaja akawa katibu mkuu, na baadaye alipokuja ACT tena huku akawa mwenyekiti wa chama. Ndio ile ambayo ilikuwa inaitwa CUF, ukitaka kuitafsiri zile herufi CUF ni Civic United Front. Lile neno united maana yake lilikuwa linaashiria miunganiko ya watu tofauti waliojiunga katika chama kimoja kile kinachoitwa CUF. Na kwa vijana wa sasa wasioelewa miunganiko iliyoungwa pale ulikuwa kuna watu ambao kwa asili walikuwa ni Afro-Shirazi, walikuwemo kwenye chama hichi, ambao ndio hawa kina Machano, kina Mlo, kina nani hawa kina Musa Haji Kombo na wengineo. Wale walikuwa asili yao ni Afro-Shirazi. Lakini kuna watu ambao walikuwa ZNP au tunasema Hizbu. Wamo mule waliokuwa na hiyo asili ya Hizbu. Lakini kuna watu mule ambao walikuwa wanaonekana walikuwemo kwenye hivi vyama vilivyokuwepo zamani vya misingi ya kijamii. Kwa mfano, kuna vijana pale Unguja walikuwa wanaitwa Zesway. Vijana wengi nikisema hiyo wanaweza wasinielewe, lakini wakirudi kwenye historia palikuwepo na kundi la vijana ambao walikuwa wanaendesha vuguvugu la kutafuta maslahi ya vijana katika Zanzibar. Hawa Zeswe waliunganika pale na walikuwa na uwakilishi wao. Kuna watu walikuwa wanaitwa Muslim Brotherhood
Waliingia pale na wakawa na uwakilishi wao. Kuna jamii kama vile tuseme za Wangazija, za watu wenye asili ya Kiasia, watu wenye asili ya Pemba, watu wenye asili ya kusini, kaskazini. Kila grupu au kila kikundi kiliwakilishwa vyema katika chama cha CUF kwa wakati ule. Ndiyo. Kwa hivyo unakuta kuna watu pengine waliokuwa wana mambo yao tofauti ya kupambana na serikali iliyokuwepo, wote wakakutana wakiwa kama kitu kimoja. Kwa hivyo Seif Sharif, kwa sababu alikuwa na jina, alikuwa na portfolio kubwa sana, nafasi ya kiserikali, alikuwa mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, alikuwa mwenyekiti wa secretariat ya uchumi na mipango, alikuwa waziri kiongozi, akafukuzwa kwa sababu ya kutetea maslahi ya Wazanzibari. Wazanzibari wakaona huyu anastahiki kuwa kiongozi wao. Nakumbuka wakati inaanzishwa CUF, Maalim Seif alikuwa yuko ndani. Ndio. Kiongozi wa Kamahuru, lile vuguvugu lile la ile kamati ya kupambania kutafuta uhuru wa kutafuta ya Wazanzibari, alikuwa ni Shabani Hamisi Mlo. Lakini alipotoka jela, kwanza alikuwa kwenye kifungo, anapanda kwenye mikutano hadhara, haruhusiwi kuongea. Nyumbani kwake haruhusiwi kukusanyika na watu kwa idadi maalumu mkitaka kwenda kumtembelea. Mwisho alipomaliza yote yale, wenzake wakampisha umbele, kwa sababu walishakubaliana kwamba yeye ndio atakuwa makamu mwenyekiti wa chama. Wakati ule mwenyekiti alikuwa ni James Kabala Mapalala. Sasa Maalim Seif alikuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu alisimamia matakwa ya wale anaowaongoza. Kwa hivyo unaweza ukajiuliza, nguvu na mashiko ya kisiasa Seif Sharif kayatoa wapi? Ni kwa sababu alipewa umbele, akatangulia kama kiongozi kuyatangulia malengo na matakwa ya anaowaongoza, na kwa sababu muda wote alisimamia yale, hakuwahi kuwaendea kinyume, ndio wakaendelea kumpa imani yao mpaka siku anatiwa kaburini. Ndio maana nikakwambia Seif Sharif, umaarufu wake, nguvu yake ya ushawishi imetokana na msingi wa imani yake kwa anao waongoza. Sasa leo tunazungumza kuingia kwenye uchaguzi bila ya uwepo wake, bila ya uwepo wa Seif Sharif. Ndio. Mungu amrahamu. Suala linakuja, je, ile nguvu iliyokuwepo wakati wa uhai wake bado ipo? Kule kuaminika na kukubaliwa kwa viongozi wa kaliba wa aina yake kwenye kile chama bado kupo? Sasa jibu langu, kwanza nianze kwa kusema pango kapo jino hapaachi pengo. Kuna maana gani? Maana yake kile kitendo tu cha kuwa Seif Sharif amefariki dunia, hayupo, maana yake ni pigo, ni pengo katika harakati za kisiasa za Zanzibar. Na linaweza likawa pengo kwa ndani ya chama chake, kwa nje ya chama chake, na hata kwa wapinzani wa chama chake ambao ni CCM. Kwa sababu hata hao CCM wenyewe kuna wakati busara za Maalim Seif Sharif Hamadi walikuwa wanazihitaji. Unajua Swahili wanasema zimu likujualo ndio halikuli likakwisha. Lakini hapo auoni kama kwa CCM hii itakuwa ni kama advantage kwa kutokuwepo kwake? Kila dawa inaponya, lakini pia ina sumu. Ni advantage kwao kukosa mshindani mwenye nguvu kama yeye, lakini ni disadvantage kupambana na mtu ambaye hawajawahi kupambana naye. Seif Sharif anashinda uchaguzi, lakini kwa maslahi ya Wazanzibari anapeleka mkono wa kulia, wanashikana, anakubali kuwa makamu wa rais. Kwa sababu hoja sio yeye kuwa rais. Na ndio maana kuna kipindi hata wanachama wake walikuwa hawamuelewi. Wanaona mzee, sisi tumeshinda, inakuwaje? Yeye anawaambia
hivi mna uwezo wa kupambana na dola mkachukua serikali nyie? Hakuwa tayari kuona anawaulisha watu, hakuwa tayari kuona watu wanasafa na kuteseka kwa sababu tu yeye awe rais. Kwa hivyo ilikuwa yeye kwake ni rahisi katikati ya joto la kisiasa kutia makubaliano na CCM na kuchukua dhima na jukumu la kuja kusema na wananchi wake. Nakumbuka maandamano ya Januari 21 ambayo yaliacha athari kubwa sana katika visiwa vya Zanzibar. Haikupita muda mrefu, hata wale waliokufa watu hawajasoma 40, waliopigika wengine wako mahospitali hawajatoka, na watu waliokimbia na nini, akaenda akakubaliana na CCM na akaanza ziara za kupita kuzungumza na watu. Kiongozi gani anaweza kuwa jasiri namna hiyo? Nakumbuka wakati anafanya hayo watu walikubali kumsikiliza. Hakuna aliyomsema, akamtupia mawe, akamtukana, akamkashifu, kwa sababu alibeba dhima ya kuwa kiongozi wa kweli wa kuwatumikia watu. Sasa leo tukizungumza kwamba huyo hayupo, ni pengo. Na ninaposema kama hili pengo hata CCM watakuwa nalo, nani angefanya kazi kama ile aliyofanya Maalim Seif? Watu wamekufa, wamefanya kila kitu, na yeye anakubali kwenda kukaa na CCM bila kujali watu wake wanamtazamaje? Nani atafanya hiyo kazi? Sasa CCM walikuwa wanamhitaji pia Maalim Seif. Sasa hivi Maalim Seif hayupo, lakini hoja ya kujiuliza, je, misingi iliyokuwa ya kafu zamani na sasa hivi wako ACT haipo? Ile misingi bado ipo. Kitakacho tofautiana ni mbinu za kiongozi atakayekuwepo katika kuyaendea mambo. Lakini misingi bado ipo. Na ndio maana katika vyama vya siasa vya kuvifata, usifate chama kwa sababu ya mtu, fata chama kwa sababu ya misingi yake, fata chama kwa sababu ya itikadi yake. Sawa sawa. Na kipindi akiwa yupo CUF, na maanisha CUF, nguvu yake ilionekana, na baada ya kuhamia ACT Wazalendo nguvu yake pia ilionekana. Endapo wasipopata nafasi, ukilinganisha na nafasi ya Maalim Seif, na ukitazama kipindi kile cha CUF ambapo baada ya kutoka chama kile kiliporomoka, vipi kwa sasa endapo akikosa nafasi? Unaiona ACT Wazalendo ikiwa pale pale, au unaiona ACT Wazalendo ikishuka chini kama ilivyo kwa CUF? Wazanzibari, huu utakuwa ni uchaguzi wao wa 7 tokea kuanza kwa mfumo wa vyama vingi. Mwaka 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 na sasa 25 ni uchaguzi wa 7. Chaguzi zote hizo 7 kwa Zanzibar kwa kupitia either CUF chaguzi 6, 5 na ACT uchaguzi mmoja 6, mgombea amekuwa ni Maalim Seif Sharif Hamad. Sasa uchaguzi wa 7 huu mgombea atakuwa mtu mwingine yoyote atakayekuwa, lakini hata kama Maalim Seif, kwa sababu Maalim Seif alishafariki. Sasa waliokuwa CUF wamehamia ACT, wapo waliobaki CUF, lakini nguvu kubwa imekwenda ACT Wazalendo. Je, tunaitazamaje ACT na uchaguzi huu? Kwanza wana new experience kugombea uchaguzi bila ile icon yao walikuwa wanaitumania. Wakati Maalim Seif anagombea advantage ya kwanza, kama tu alikuwa akitangaza nia, ilikuwa watu wote wanajua kwamba mgombea wetu ndio yeye, hakuna vurugu. Sasa hivi ameshatangaza nia ya kukiomba chama kimbebeshe mzigo Othman Masoud. Yeah. Hatujui mpaka chama kikitoa ruksa sasa watu waamue kuchukua fomu kama atatokea mtu mwingine au la. Kama hakutokea, maana yake kwanza watakuwa wameweza kumaintain ile status ya kwenda kwenye uchaguzi wakiwa wanamtazama mtu mmoja. Akitokea mtu mwingine, maana yake wataanza kuexperience jambo jipya la kuwa na nguvu
zinazoshindana katika kumpata candidate ndani ya chama. Hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo hazikuwahi kutokea wakati wa uhai wa Maalim Seif Sharif Hamad. Moja. Mbili, Maalim Seif alipokuwa akigombea hakukuwa na fitna ya aina yoyote kwa sababu ya rangi yake au pahala alipozaliwa. Watu walimkubali kama kiongozi wao. Khalas. Hawakumtizama kwa upemba wake wala hawakumtazama kwa chochote. Ndio. Kwa sababu alikuwa ndio icon. Kuto kuwepo kwa mtu kama Maalim Seif. Pataanza watu wa zamani kwenye chama, patakuja watu hawa wamekuja juzi, patakuja siku zote aliokuwa kigombea anatoka Pemba, sasa atoke na huku, patakuja vitu chungu mzima. Hizo zote ni challenges ambazo ACT wanapaswa kuziona mapema kabla wakati haujafika, wajue wanazikabili namna gani. Hizo challenges zitakuwepo tu. Wakati mwingine vitu kama hivyo vinakufa kwa sababu ya kutegemea na mtu aliyepo mbele. Wakati mwingine vinaibuka kwa kutegemea na uzito wa watu waliopo. Kwa mfano jambo dogo tu hapa. Waliingia kwenye uchaguzi wa mwenyekiti. Mwanzo baada ya kufa Maalim Seif walishindania kiti Hamad Masud na Babu Juma Duni. Matokeo yake Hamad Masud akaondoka akarudi iliyokuwa kafu. Walikokuwa zamani. Ndio. Uchaguzi wa pili ni Juma Duni versus Othman Masud. Juma Duni dakika za mwisho aka withdraw fomu yake. Akastaafu, amepewa zawadi na kila kitu za kumuaga kwa utumishi wake aliokuwa nao. Ametulia, ameplay low profile, yuko kwenye chama, amenyamaza kimya. Hatujui ukifika wakati wa kugombea nafasi ya urais kama kuna watu watampinga Uthmani au la. Lakini kwenye chama tumeshaona matokeo yaliyotokea kwa chaguzi mbili. Uchaguzi ule wa kwanza wa kujaza nafasi na uchaguzi wa pili ulipofika mkutano mkuu hasa wa uchaguzi. Tumeona hivyo vitu. Kwa hivyo ACT kama chama cha siasa wanapaswa kuyatazama haya kwa undani, kuyatafutia suluhisho mwarobaini wake kabla wakati wake hujafika. So ukifika wakati wake inakuwa sasa tena pale kila mwana uchanjawe tukale nyama kwa mfaume. Kwa hivyo kucontrol mambo wakati wa utashi wa watu kutaka kupigania vitu ni ngumu kuliko pale ambapo mmetulia. Na ndio maana watu wanasema maandalizi ya vita yanafanywa pale ambapo muna amani. Kwa sababu sasa hivi amani ipo. Ndio pa kumaliza mambo. Mkifika wakati wa watu kuvaa makoti, nyie mshaika mambo yenu sawa. Mkisubiri wakati wa kuvaa makoti ndio mpambanie kuweka mambo sawa, mtakuwa mmechelewa. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba ACT ina challenges ambazo itazipata ambazo haikuwahi kuzipata wakati Maalim Seif Sharif Hamad alipokuwa hai. Kuna lugha zitakuwa zinatofautiana. Wakati ule watu wanawezekana walikuwa wanazungumza 90% wanazungumza lugha moja. Haina maana kama walikuwa hawapo ambao walikuwa wanaona Maalim bwana ushakuwa muda mrefu pisha mtu mwingine. Inawezekana walikuwa wapo lakini hawakuwa na nguvu. Lakini Mungu kamchukua Maalim Seif. Sasa hichi kishindo cha nani anakuwa mrithi wake wa kugombea, usitegemee tu kama itakuwa ni kazi rahisi. Panahitajika kufanyika political work ya nguvu sana. Othman Masudi mara kadhaa amekuwa akizungumza kwamba anaomba chama chake cha ACT Wazalendo wampe dhamana ya kuweza kupeperusha bendera ya chama kwenye uchaguzi mkuu. Siri iliyojificha kwa Othman Masudi ni ipi hasa ukilinganisha ni miongoni mwa watu ambao wana nafasi kubwa katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar? Siri ya kwanza ni wenzake walipomuamini wakamtwisha jukumu la kuvaa viatu vilivyokuwa vikivaliwa na Maalim Seif Sharif Hamad. Othman Masud kwa wakati ule hakuwa kiongozi mkubwa mwenye ushawishi na kujulikana ndani ya chama. Lakini wenzake wakasema Maalim Seif amefariki. Mchango wako tunaojua sisi tuliomo ndani ya hichi chama, tunaona wewe ndio ukakamate ile nafasi pale. Kumbuka wakati Othman Masudi anakuwa makamu wa rais, pana Juma Duni ambaye ndio mwenyekiti wa chama. Au kina Hamad Masudi na wengine wote wapo, kina Mazurui wote wapo. Tena wengine walikuwa mawaziri. Pengine watu walitegemea pengine Mazurui angepanda pale.
Au walitegemea Jumaduni angepanda pale? Au walitegemea mtu mwingine yeyote katika wale waliowazoea kwenye chama? Lakini wakaja kitofauti kabisa ACT. Wakaja na jina la mtu ambalo halikufikiriwa kama angeliweza kuwa huyu ndio mrithi. Kwa hivyo hiyo ni siri ya kwanza. Ndio. Kwamba ameaminiwa kuvaa viatu vya Maalim Seif Sharif Hamad, pamoja na kwamba kuna wazoefu katika chama kile. La pili, kufanya kazi katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar sio jambo rahisi kama watu wanavyofikiria. Sio jambo rahisi kama watu wanavyofikiria. Ndio. Mnashirikiana kufanya jambo moja ambalo mnatofautiana kimawazo. Mnashirikiana kuiendesha serikali ambayo serikali hiyo inaendeshwa na watu mulio na sera na mitazamo tofauti ya uendeshaji wa nchi. Othmani ni mshiriki katika serikali ya Zanzibar, Mapinduzi Zanzibar, ambapo yeye ni muumini wa Zanzibar yenye mamlaka kamili. CCM ni waumini wa serikali mbili. Kuna sera nyingi ambazo wanatofautiana CCM na ACT, lakini bado wanafanya kazi kwenye serikali moja. Sasa hapo ndio utakapoona sayansi ya siasa inavyofanya kazi. Ndio. Leo linafanyika jambo kule, hamridhishwi nalo, kesho mnakutana kwenye baraza la mawaziri, mnasemana kwenye majukwaa ya siasa, mnakutana kwenye baraza la mapinduzi na mambo yanaendelea. Kama watu wanataka kuchukua PhD, waende wakafanya utafiti juu ya namna gani serikali ya umoja wa kitaifa ya vyama vyenye mitazamo tofauti inaweza kuendelea na ikawepo na ikafanya kazi. Waende kule Zanzibar wakaulize. Wamuulize Othman Masudi, Mazrui, mnafanya kazi vipi? Wamuulize mzee nani, Rais Mwinyi na wengine wanafanya kazi vipi? Kuna wakati unamkuta waziri anabidi amsifie rais. Na kuna wakati makamu wa rais inabidi aiseme serikali ambayo yeye ni makamu wa rais. Unakumbuka hapa wakati hata wa uchaguzi wa jimbo wa marudio wa jimbo la Konde, ilifika bahala mpaka wakatishia kujitoa kwenye serikali. Na tukaona yule aloshinda ubunge pale, sijui akasema mambo ya kifamilia amemkwama, kwa hivyo ameamua kujiuzulu. Ndio. Hiyo ndio siasa za Zanzibar. Hiyo ndo ladha unayoweza kuipata Zanzibar peke yake, ambayo huwezi kuipata mahala pengine. Kwa hivyo Othman Masoud amesha experience kufanya kazi na sisi. Anafahamu. Unajua Othman Masoud kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa ni mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ndio. Kwa hivyo mimi nadhani siri miongoni mwa siri zilizofichika za Othman Masoud kutaka kuendelea au kugombea kwa nafasi ya urais ni kwamba wenzake walimuamini, amepata experience ya kufanya kazi na wale watu, anaamini anaweza kutumia experience hii kwa maslahi ya watu waliomuamini mwanzo kabla hajaingia serikalini. Akipata urais, hata wale CCM ni rahisi kumtazama kwa jicho la kwamba huyu tushai kufanya naye kazi huyu, kuliko kuja mtu mpya kabisa. Akishindwa pia ni rahisi la kwamba bwana, tukae tujenge nchi bwana. Kitu cha msingi wanachokiangalia watu ni kimoja tu: uchaguzi kuwa huru na wazi na haki. Ukitimiza hivyo vigezo, mimi siamini kama kuna mtu atashindwa halafu atake kuleta mapambano, kwa sababu hata ukitaka kuyaleta unaanzia wapi na umeshindwa? Umeisha. Lakini uchaguzi ukiwa wa huru na wa haki na ukawa wazi, watu wakaiona ile haki inafanyika, ule uhuru wakauona unakuwa exercised, sidhani mimi kama kutakuwa na shinda. Sasa kwa mtazamo wangu mimi nadhani Othmani hana ajenda ya siri katika kutaka urais. Ajenda yake ni hawa wanaowatumikia. Na ukitizama sasa hivi, tuzungumze ule ukweli, miongoni mwa jamii ya Wazanzibari, nyota Othmani ndio inayong'ara. Of course ana nafasi ya kuwa kama mwenyekiti wa chama, ana nafasi ya kuwa kama makamu wa rais, lakini unaweza ukawa mwenyekiti wa chama, ukawa makamu wa rais na bado usiweze kupenya kwenye mioyo ya watu.
Ndio. Lakini anaonekana hoja anazozijenga kwenye majukwaa zinampa political legitimacy, na anapata mashiko ya kisiasa kwa Wazanzibari kwamba huyu ni mrithi sahihi wa Maalim Seif. Labda pengine hajapata muda wa kutosha, lakini unaweza kumpima mtu. Unajua, mtu ukitaka mpime zaidi anapopata fursa. Mamlaka aliyopata ndio watu wameweza kuona anaweza kufanya nini. Kwa hivyo nafikiri mimi siri yake kubwa ni kwamba wenzake walimwamini, wakampa nafasi. Anataka kurudisha shukurani kwa kuwatumikia na kutimiza yale ambayo waliona ataweza kwenda kuyafanya. Kulingana na nafasi alionayo ya makamu wa kwanza wa rais kule katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, unadhani nafasi hili inampa nafasi kiasi gani kuaminiwa kwenye chama, lakini pia hata wananchi wa Zanzibar kwa ajili ya kuweza kupewa kiti cha urais, ambapo tumeona chama cha mapinduzi tayari wameshampitisha Dr. Hussein? Wazanzibari kufika katika uchaguzi wanabadilika. Na mimi nataka nikwambie, mtu ambaye ni CCM kikweli kweli habadiliki kwa sababu mgombea ni fulani, wala mtu ambaye ni ACT habadiliki kwa sababu mgombea ni fulani. Watu kule wana ajenda zao wanazoishi nazo. Hakuna maana kama hakuna watu wanatazama maslahi binafsi kwamba mimi nitafaidika akiwepo fulani. Nazungumzia jamii ya walio wengi. Ndio. Jamii za walio wengi kule, kuna watu wanakuambia mimi ni CCM, vyovyote piga ua garagaza, yote anayekuja mimi CCM. Na kuna watu wanakuambia mimi kama mgombea ni Seif Sharifu. Seif Sharifu amefariki, mgombea ni Othmani, mimi bado ni ACT. Hata toka kwa sababu mgombea ni Othman Masudi. Wanatazama malengo yao, wanaishi kwenye hiyo misimamo. Na mambo wenyewe wanasema hawagawani supu kabla ng'ombe hajachinjwa. Yaani mpaka wachinje ng'ombe sasa ndio wataanza kupigania, mimi nataka paja, mimi nataka kidari, mimi nataka nini, mimi nataka nini, nataka kongoro. Lakini unaanza kupigania supu, ng'ombe yuko porini huko. Haya, kakata kakimbia, hiyo supu unaipataje? Mchinjaji kapigwa ngeu. Anachinjwaje huyo ng'ombe? Kwa hivyo wao jambo lao la kwanza la msingi ni kushika hatamu za dola. Kwa CCM jambo lao la kwanza la msingi, kila rais anayeingia madarakani anaambiwa tumekupa Zanzibar ikiwa ina rais wa Jamhuri ya Muungano, ina rais wa Zanzibar, serikali ya mapinduzi Zanzibar, ina majority ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka chama chetu. Utukabidhi hivyo hivyo. Sio wewe tumekupa kuna serikali ya mapinduzi Zanzibar unakuja kutukabidhi lakini serikali ya mapinduzi nimenyang'anywa. Wameichukua jamaa. Kwa hivyo kila mmoja anapambania malengo yake. CCM anapambania kuendelea kusimamisha nguvu yake ya utawala kama alivyokabidhiwa, arudishe hivyo hivyo. Na hawa wanapambania kupiga hatua ya kufikia lengo la kukamata hatamu za dola. Wanapigania hivyo. Kwa hivyo unaweza ukakuta haya malengo haya yataendelea kuwepo mpaka kila mtu atakapotimiza anachokitaka. Katika mikutano ambayo wamefanya makamu wa kwanza wa rais, na katika mkutano wa juzi ambao wamefanya makamu wa kwanza wa rais, amezungumza kwamba wanataka kuinusuru Zanzibar. Kwako wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kuinusuru Zanzibar wana maana gani hasa? Hili swala ni refu kidogo. Ndio. Na inabidi ukitaka kulizungumza kidogo utazame historia. Utazame hapa tulipo, yani tulipotoka, tulipo na tunapotaka kwenda. Lugha hii ni lugha ngumu ya kwamba wao wanaingia kwenye uchaguzi kwa dhamira ya kwenda kuinusuru Zanzibar. Manake hiyo ni kufa na kupona. Na wanavyoamini ikiwa ni kwenda kuinusuru, ina maana wakishindwa, ina maana wameshindwa kuinusuru Zanzibar.
wanainusuru na nini dhidi ya nani? Ndio maana nikakwambia ni swala kidogo gumu. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1964 Zanzibar imepitia vipindi tofauti vya kisiasa mpaka kufika hapa ilipo leo. Baada ya mapinduzi ya 64, vyama vyote vya siasa vilivyokuwepo Zanzibar, maana kabla ya mapinduzi ya 64 Zanzibar ilikuwa na mfumo wa vyama vingi vyama vile vilipigwa marufuku. Na hakukuwa na uchaguzi tena. Baada ya pale akatawala Sheikh Abeid Aman Karume. Abeid Aman Karume ametawala kuanzia 12 Januari 64 mpaka April 7 1972 alipouawa kwa kupigwa risasi pale Kiswandui, makao makuu ya chama cha ofisi ndogo za Chama cha Mapinduzi. Kwa Zanzibar ndio makao makuu yao pale. Zamani yalikuwa ndio makao makuu ya Afro Shirazi. Yale yalikuwa ndio makao makuu ya Afro Shirazi. Sasa katika utawala wa Karume alipoingia tu madarakani April 1964, eska ingia Januari? Ndio. April 1964 aliunganisha Zanzibar na Tanganyika. Kwa hivyo Zanzibar iliyokuwa na mamlaka yake kamili wakati ule, ina mabalozi na wizara zake na kila kitu chake, ukiungana kuna baadhi ya vitu unafanya nini? Unavisarenda. Na kwa kuanzia kulikuwa na mambo 11 ya muungano ambayo maarufu yanajulikana kwa jina la Articles of Union. Ndio. Kwa hivyo hapo ndipo linapoanza jambo. Karume amekwenda na Zanzibar mpaka amefariki Akaja Abu Jumbe Mwinyi. Abu Jumbe Mwinyi hakupigiwa kura wala hakuchaguliwa. Amefariki Karume, Baraza la Mapinduzi likamteua kwamba wewe utakuwa ndo rais na mwenyekiti wa chama na pia mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Abu Jumbe Mwinyi akakamata madaraka. Abu Jumbe Mwinyi amekamata madaraka yale kutoka mwaka 1972 baada ya kifo cha Karume mpaka ilipokuja suala la kuchafuka kwa hali ya hewa ya kisiasa. Lakini kabla ya hapo mwaka 77 Wazanzibari, kumbuka, wameunganisha serikali na Tanganyika. Lakini kila mtu alibaki na chama chake. Tanganyika walibaki na TANU, Zanzibar walibaki na Afro Shirazi Party. 77 na vyama vikaunganishwa. Kwa hivyo ikawa sasa kuna serikali moja, chama kimoja. Wakati mwanzo kulikuwa na serikali moja, vyama viwili, kila mtu na chake. Kesho kutu wanasherehekea CCM tarehe 5 mwezi wa pili. Tarehe 5 mwezi wa pili. 77 iliunganishwa pale viwanja vya Amani pale. Ndio sherehe, kilele cha sherehe za kuunganishwa kwa Afro Shirazi na TANU zilifanyika pale. Pigwa mafataki pale, cheza halaiki pale, fanya nini, watu wanaimba pale. Wazanzibari, Afro mama tunakuaga, si kama umetufanyia baya, muungano kwetu ni usawa Afro. Yani Afro ndio chama walichokibeba na kuheshimu kwa heshima na taadhima. Sasa wanakiaga, sio kama wakafanya baya, lakini wanamwambia muungano kwetu ndio usawa Afro. Ndio hizo nyimbo za kimapinduzi zilikuwa zinaimbwa pale. Ikaunganishwa na CCM. Angalia mapito ya kisiasa hayo Hizi hatua mbili hizi, hatua ya kwanza ya muungano wa serikali, hatua ya pili ya muungano wa kichama, kuna watu walikuwa wanaona zimekwenda mbali zaidi na zimepora mamlaka ya Zanzibar. Baada ya kuondoka Abu Jumbe Mwinyi, akaingia madarakani Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mzee Ali Hassan Mwinyi alipoingia madarakani akamteua Maalim Seif Sharif Hamad kuwa waziri kiongozi. Kuna maneno hapa nyuma yalisemwa hapa kwenye kuondoka Abu Jumbe Mwinyi hapa.
kwamba alikuwa anataka kuitenga Zanzibar na muungano. Wengine wanasema alitaka kuanzisha dola ya Kiislamu. Mwingine anasema alikuwa na mwanasheria wake anaitwa Swanzi, alikuwa kishaandika katiba mpya ya Zanzibar itakavyotawaliwa na hivi na hivi na hivi. Kuna mambo mengi anasema nyuma pazia hapo, na miongoni mwa watu wanaoonekana walikuwa msaada mzuri wa kuibua hayo mapungufu ya Abu Jumbe, Maalim Seif na yeye alikuwa ni CCM na ni kiongozi wa juu. Kwa hivyo anaonekana au inatajwa kwamba na yeye alikuwa miongoni mwa watu walikuwa wakitakia salama zaidi Zanzibar kuliko lile lengo la kwamba labda pengine wanataka kuitenga. Kwa hivyo akawa waziri kiongozi, mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, akashiriki shughuli mbalimbali za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kipindi ambacho alikuwa waziri kiongozi. Sasa mzee Mwinyi pale alikaa kipindi kimoja tu. Na ndio kipindi ambacho kwa mara ya kwanza Wazanzibari walifanya uchaguzi. Ujua Jumbe Mwinyi alipokuwepo ndio alioanzisha sasa mambo ya suala la kuwa na chombo cha kutunga sheria, Baraza la Wawakilishi. Kwa sababu zamani zilikuwa zikitumika decree. Baraza la Mapinduzi lilikuwa ndio linaamua kila kitu, kauli ya Karume kitoka ya rais ndio inaamua kila kitu. Abu Jumbe 84 akaanzisha Baraza la Wawakilishi. Sasa Seif Sharifu na mzee Mwinyi walipoingia, mzee Mwinyi alikuwa tunaita ndio mtu wa kwanza kuitwa rais mteule Zanzibar. Alikaa kwa kipindi kama mteule ili halalishike apigiwe kura, na ndio the only rais ambaye alipigiwa kura na kupata kura nyingi sana kwa haki kabisa, kwa sababu Wazanzibari wote walisimama kitu kimoja. Kina Maalim Seif wote wale walikuwa wapiga kampeni wa kumpigia mzee Mwinyi. Mzee Mwinyi alichaguliwa na kila mtu, kwa hivyo alipata kura nyingi sana, wala hakukuwa na ubadhirifu katika kuibiana kura au vipi. Alishinda kihalali kabisa, akawa rais. Jambo jingine lililokuja likatokea wakati mzee Mwinyi anamaliza kipindi, uchaguzi unakuja sasa. Mzee Mwinyi akaambiwa, wewe utakuja kugombea urais wa jamhuri. Wazanzibari pale wanaona mzee Mwinyi kawatoa shimoni, kaleta umoja miongoni mwa Wazanzibari, kafungua milango ya biashara, watu wanafanya ulikuwa ukitembea pale Mchangani pale watu wanauza kungumanga, viungu, vifungu nini. Sasa hivi pana mabiashara pale na nini. Tena inakuwaje huyu anaondolewa? Kile kitu Wazanzibari hawakufurahia. Lakini kwa nini kiliwezekana? Mamlaka yalikuwa yanatoka makao makuu ya chama Dodoma. Wazanzibari wakaanza kuona tunaporwa mamlaka yetu hata ya kujiwekea viongozi tunaowataka. Akaletwa Sheikh Idrisa. Sheikh Idrisa alipoletwa, mgogoro ulianza tokea kwenye kulipata jina. Mzee Mwinyi anapitishwa kuwa mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano, chama kilimsimamisha peke yake. Kwa uchaguzi wa rais wa Zanzibar pakasimamishwa jina la Seif Sharifu na Sheikh Idrisa. Pakatokea mpasuko. Wapo waliomkubali Sheikh Idrisa na wapo waliomkubali, waliotaka Maalim Seif awe ndio mgombea. Ndio. Sheikh Idrisa all in all akawa ndio mgombea. Kwa mara ya kwanza uchaguzi ule ukaanza kuleta ushindani wa hali ya juu, japokuwa ilikuwa unapiga kura ya ndio na hapana. Watu wengi pale wakajishajishana, wengine sijui hawakujiandikisha, wengine wasende kupiga kura, wale kwenda kupiga kura wakapiga kura ya hapana. Ndio. Lakini mwisho wa siku Sheikh Idrisa akawa rais. Ingawa na yeye alikaa kipindi kimoja. Sheikh Idrisa alipokuwa rais ndio ikatokea kipindi kile Maalim Seif Sharif Hamad akafukuzwa ndani ya CCM yeye na wenzake 7. Baada ya kufukuzwa akakamatwa, akaekwa ndani kwa tuhuma za kukutwa na nyaraka za siri. Alipokuwa kiongozi, kuna nyaraka wanasema alikutwa nazo wakati hakupaswa kuwa nazo, wakati yeye ameshaondolewa madarakani. Kwa hivyo ikaenda Maalim Seif akaekwa ndani, nadhani kama sikosei miezi 18. Kakaa ndani. Baadaye kesi ndio hapo ilipokuja ikaachiwa. Ndio hapo alipokuja akakutana sasa Seif Sharifu anatoka na mfumo wa vyama vingi tayari. Sasa mfumo wa vyama vingi pale Zanzibar tayari ilikuwa aliyepo madarakani baada ya kuondoka Sheikh Idrisa ni Salmin Amur. Kwa hivyo Salmin Amur akaenda mpaka Seif Sharifu akatoka, Salmin Amur yupo madarakani. Hicho ndio kipindi ambacho palitokezea zahma nyingi.
kwa sababu hata ule wakati wa Maalim Seif Sharif Hamad, wakati wa Sheikh Idrisa, Mwalimu Nyerere kwa wanaokumbuka alifanya ziara, akenda akahutubia kiwanja cha Tibirinzi, akaja akahutubia pale Kiswandui, akawa anazungumzia juu ya swala la kwamba Wapemba na wao wanasema wakati umefika, wanataka rais atoke Pemba. Kile kitu kilileta fitna kubwa sana miongoni mwa Wazanzibari, kwamba kumbe sio watu wanamtaka mtu kuwa rais kwa sababu ya kuwa rais, wanamtaka kwa sababu katoka kwao. Sijui hiyo version Mwalimu aliitolea wapi. Kwa hivyo watu wa Unguja, maana yake unawaambia wasimame na Idris Abdul Wakil, na Wapemba wasimame na Seif Sharif. Kazi iliyofanywa na Mzee Mwinyi ya kuwaunganisha Wazanzibari yote ilikuja ikavurugika pale. Bahati mbaya alipoingia madarakani Salmini Amur, akaiendeleza ile sumu. Hapo ndio watu wakafukuzwa kazi, hapo watu wakavunjiwa majumba, hapo watu pakatokea kila lililotokea. Sumu ya Upemba na Uunguja, sumu ya Uarabu na Uswahili, sumu ya Ukafu na UCCM wakati wa Salmini Amur ilimea kwa sababu ilimwagiliwa maji na ikaekewa mbolea. Ndio Ikawa ni hatari kubwa kweli. Naomba nisikilize vizuri historia hiyo. Ikawa ni hatari kubwa kweli. Narudi nije nikupe jawabu kwa nini watu wanasema kuinusuru Zanzibar. Baada ya hapo Salmini Amur kamaliza muda wake. Salmini Amur wakati akiwa kwenye madaraka yake aliwahi kumteua Dr. Omar Ali Juma kuwa waziri kiongozi, ili labda pengine itaua sumu ya Unguja na Upemba, kwa sababu Omar Ali Juma ni Mpemba wawawi. Tena Omar Ali Juma Mpemba fyoko kabisa, yaani Mpemba asiyekuwa na shaka na Upemba wake, vijukuu vya kina Biti Fihimu na ni asili toka asili Afro Shirazi kwao wawi pale. Omar Ali Juma akakaa kama waziri kiongozi. Ulipofika wakati wa uchaguzi sasa, si sheria imepitishwa kutakuwa na mgombea mwenza? Ndio tunaanza uchaguzi wa mwanzo sasa wa vyama vingi. Salmini kwa sababu aliingia kwanza alipotoka Sheikh Idrisa, halafu mara ya pili akaingia katika uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi. Ndio Dr. Omar akaletwa kama kuwa makamu wa rais, kuwa mgombea mwenza wa Mkapa. Wakati anaondoka Mzee Mwinyi huko, anaingia Mkapa, mgombea mwenza wa Mkapa akawa Dr. Omar Ali Juma. Kwa hivyo Dr. Omar Ali Juma kaondoka pale, ikabidi Salmini atafute waziri kiongozi mwingine. Sasa wakati Salmini anaendelea na mambo yake, kipindi chake kinakwisha. Ndio Kipindi chake kinakwisha. Nadhani kabla ya hapo, wakati ule wa kipindi cha pili Salmini anataka kuchukua fomu, kulikuwa na maneno kwamba Salmini asingerudishwa Dodoma. Na pale Zanzibar alijitokeza mtu anaitwa Bwana Usi Hamis Haji. Tunazungumzia mwaka 95. Okay. Usi Hamis Haji alikuwa ni mwanasheria na aliwahi kuwa jaji. Mzee Usi akaamua kutaka mwana CCM akaamua kutaka kuchukua fomu ya kugombea urais kupambana na Salmini. Ikaonekana ikiwa litakuja zaidi ya jina moja, labda pengine Salmini hatarudishwa. Washabiki wake wakaona hivyo. Mzee Usi alipambana kuipambania fomu mpaka alichoka. Hata kupewa fomu hakupewa. Kwa hivyo jina fomu ilitolewa hii moja ya Dr. Salmini. Mzee Usi hakupewa fomu. Jina, unajua kulikuwa na utaratibu, mgombea urais wa Zanzibar kwanza anajadiliwa na kupigiwa kura kwenye kamati maalum ya CCM Zanzibar. Ndio. Alafu ndio linaletwa jina huko. Wanaleta majina matatu. Ndio. Likaja jina la Komando tu. Mzee Usi baadaye akajiunga kafu. Na nakumbuka kuna kipindi aliwahi kuwa mjumbe wa tume ya uchaguzi kwa tiketi ya kafu, yeye na Nasor Seif. Nadhani walikuwa pamoja. Baadaye akaja wakili Nasor Hamisi na Ayubu Bakari. Lakini yeye kipindi chake ile tume ya uchaguzi ilipoingiza watu wa upinzani, alikuwemo Mzee Usi na Nasor Seif Amor. Sasa Dr. Salmini
Jina limerudi, amekuwa mgombea kamando, ameshinda uchaguzi, amemaliza kipindi chake, anatafutwa mrithi wake. Kambi ya Dr. Salmini ili prefer Bilali ambaye alikuwa waziri kiongozi wake Ndio awe mgombea. mgombea. CCM katika kushindana pale Zanzibar katika kupiga hizo kura zao wenyewe, Bilali alimshinda Karume. Nadhani Karume sio alipata kura 9 kitu kama hivi. Ndio. Alimradi Bilali alishinda zaidi. Ile idadi ya kura exactly nimeisahau. Miaka imepita tena na tunaanza kuzeeka. Sasa walipokuja huku bara, Ndio. jina likarudishwa la Amani, ambapo Amani kule kashindwa. Yeye Na kamtizamo wa kafu kama kuna mikuki miwili uchague wa kukuchoma, wao walikuwa wana prefer afadhali ya Amani kuliko Bilali. Kwa sababu Amani hata alipokuwa waziri wa mawasiliano wakati wa utawala wa Salmini, wakati ule watu wanafukuzwa makazi mawizarani, yeye huo mchezo katika wizara yake haukuwepo kwa nguvu hizo. Yaani hakuentertain sana hivyo vitu yeye vya ubaguzi na vitu vingine. Alikuwa very moderate yeye kwa kiasi chake. Sisi mnadhani huku bara wakaona huyu ataweza kupunguza ile tension. Akikaa Bilali ndio sasa anakuwa umemrudisha Salmini. Kwa hivyo kamrudisha Amani ili angalau nchi ipate nini? Stability kidogo, ipoe itulie hivi. Ile mikiki iishe. Sasa hawa walitoka na wimbo huku kwamba hawakubali. Kuna maneno mbitaani alikuwa yanasemwa kwamba walisema ikuwa hakurudi yule atarudi na Afro Shirazi yao. Katika kuaccommodate kama ni kweli au sio kweli, lakini mwisho wa siku kilichotokea, Bilali akateuliwa kuwa makamu wa rais. Teuliwa kuwa makamu wa rais. Kwa hivyo Bilali, na wakati ule ujue Dr. Omar alishafariki. Alichukuliwa aliokuwa waziri wa afya Zanzibar Dr. Shein akawa makamu wa rais. Kwa hivyo pale akawa Bilali nadhani. Sijui kama kumbukumbu zangu zinaenda sawa, maana mambo yamepita, mlolongo ni mrefu na umenishtukiza ghafla. Lakini alimradi Bilali akawa makamu wa rais. Ndio. Na kule rais wa Zanzibar akawa nani? Karume. Dr. Karume. Karume. Karume ametawala sasa. Katika utawala wa Karume mambo yalikwenda vizuri sana. Ndipo palianza hiyo miafaka, ndipo watu walianza hayo makubaliano, ndipo watu walikuwa wanashirikiana pamoja na kwamba CCM inatawala, lakini kidogo yale mambo ya watu kupigwa kuwekwa ndani, sio kufunguliwa makesi yasiokuwa na mbele wala nyuma, watu kuhamahama nchi, kukimbia, yakaanza kupungua kwa sababu kidogo palipatikana ka utulivu fulani hivi. Utawala Karume haukuwa na mikiki sana kama ulivyokuwa wa Dr. Salmini. Sasa Karume amerudi, amekuwa rais Zanzibar. Hoja ikaja, Wazanzibari jina lao lilokuwa kilitaka silo lililoletwa. Kaletwa mtu ambaye wenyewe anasema sijui wakati ule alikuwa akisema hana asili ya Zanzibar, sijui na hivi. Ndio. Wakaanza kuorodhesha. Ukiacha Karume walikuwa wanasema hana asili ya Zanzibar. Wakaja wengine wakawa wanasema katawala Jumbe Mzaramu, katawala Mwinyi Mzaramu. Ukimwacha Idris Abdulakili wakasema sasa anakuja huyu naye mtoto wa Karume. Kwa hivyo Wazanzibari wakawa wanaona kama vile kwamba Tanganyika ndiyo inawateulia viongozi Zanzibar. Umeona hiyo hoja? Ndio. Mtiririko huo naendelea. Bahati nzuri Karume pamoja na malalamiko yote watu waliokuwa wakimpa, akatokezea kuwa kipenzi pia mpaka cha watu wa upande wa upinzani. Tunazungumzia Zanzibar. Kaondoka yeye. Haya, akaja Dr. Shein. Ambaye wakati ule alipoondoka Bilali huku makamu wa rais alikuwa nani? Dr. Shein. Shein sasa katolewa, karudishwa kule akagombea Zanzibar. Kagombea, Shein kashinda. Shein Mzanzibari. Shein Mpemba wa Chokocho. Kuna eneo linaitwa Mkanyageni, unapita Mto Haliwa, ukitoka Mto Haliwa Mkanyageni, ukitoka Mkanyageni unavuka unakwenda Chokocho. Japo aliishi sana pale Unguja. Dr. Shein akawa rais, akaendelea pale na urais wake.
ndio yakaja haya mambo tena hizi chaguzi na Maalim Seif kugawana serikali, mara kuvutana na Balozi Seif Ali Iddi, mara hivi mara hivi. Lakini uongozi wa serikali ya umoja wa kitaifa uliandaliwa wakati wa Karume, huyu Abedi Amani Karume, na umeanza kutekelezwa kwa mara ya kwanza mfumo wa kuwa na makamo wawili wakati wa utawala wa Sheni. Kwa hivyo Karume aliweka misingi, utekelezaji ukaanza wakati wa Dr. Sheni. Ndio. Umefahamu? Wakati huo na huku sasa tena tunaanza kuzungumza makamu wa rais nani? Samia. Kwa hivyo pale Sheni kamaliza muda wake, kaondoka Maalim Seif. Nani kaondoka Sheni. Kaingia Mwinyi. Dr. Mwinyi kipindi chake cha kwanza kafanya kazi na Maalim Seif. Lakini kulikuwa na vurugu kubwa miongoni mwa Wazanzibari, wakiwemo wana CCM wakubwa, kulalamika kama Mwinyi hawamtaki. Na hapo ikaanza kuonekana kuna watu wa CCM wanashabihiana kwa kauli na matendo na watu wa upande wa pinzani. Hasa mpaka hapo unaweza kuona mtiririko wa hawa wanapokuja na hoja ya kwamba wanataka kuinusuru Zanzibar, kwamba wanaona mamlaka ya kiserikali na ya kichama yameporwa, yamechukuliwa Dodoma. Na ndio kabla ya kufariki Maalim Seif alikuja na hoja ya kutaka Zanzibar yenye mamlaka kamili. Na hizi jitihada za Wazanzibari kuipigania Zanzibari toka wakati wa Abu Jumbe Mwinyi, kulikuwa na vitu pale wakati ule vya ajabu. Kule wakati ule ilikuwa radio ni moja tu Radio Zanzibar. Sauti ya Tanzania Zanzibar. Ile Sauti ya Tanzania Zanzibar ilikuwa kuna wakati ikifika ile inafifia tu. Halafu yanaingia matangazo hajulikani yanatoka wapi. Frequency hapo zimeingiliana. Inakuja frequency, kuna mtu anaitwa Kiroboto, anakuja na mwaga sera zake za kutaka Zanzibar ijitenge na hivi na hivi na hivi, alafu anapotea, matangazo ya zamani yanarudi. Wenyewe wanajua alikuwa nani na yuko wapi na anafanya nini. Kwa hivyo hizi harakati hizi. Na kama unakumbuka kuna kipindi Zanzibar nadhani ilianza wakati wa Abu Jumbe Mwinyi. Watu kutaka kura ya maoni. Wazanzibari wamekuwa wakipigania kura ya maoni muda mrefu sana ya kutaka either Zanzibar ibaki kwenye muungano au la. Ndio maana nikawa nasema hizo movement za miaka yote hizo ukizikusanya zinakuja kukupa reflection yake kipindi hicho wanapokuambia tunapambana kuinusuru Zanzibar. Maana yake wanataka makundi yote ya miaka yote ambayo yalikuwa yanapigania kuwa na Zanzibar yenye mamlaka na maamuzi yake ya ndani ya kisiasa na ya kiserikali. Wanataka maana yake kipindi hichi waunge mkono katika mapambano. Sasa ukiniuliza swala siri ya kauli hii ya kuinusuru Zanzibar, wanainusuru kutoka kwa nani? Na wanainusuru kutokana na nini? Na nilikuwa nataka nikuulize. Ndio hiyo. Kwamba mapambano ya muda mrefu siri na mengine mpaka yakawa yanakuja dhahiri kwamba wao wanavyoamini Zanzibar kuwemo katika muungano huu wa serikali mbili, na kuwa kuna vyama vya kisiasa lazima viwe vya kimuungano, hawaruhusiwi kuwa na vyama vyao. Wanaona wana haki ya Zanzibar kuwa kama taifa, yaani ina maana kwao kwa uchache akali min alqalili kuwe na serikali ya muungano, kama mtaita shirikisho, mtaita vyovyote, lakini kuwe na serikali ya Tanganyika kama Tanganyika na Zanzibar kama Zanzibar. Sasa kuinusuru Zanzibar ni kwamba wao wakishinda wataichukua Zanzibar, wataipa hadhi yake na mamlaka yake kamili. Ndio maana nikakwambia huwezi kulipata hili jawabu juu. Hili jawabu unaweza kulipata kwa kutazama mlolongo wa historia na mapito ya kisiasa katika visiwa vya Zanzibar mpaka unapofika hapa tulipo sasa hivi. Kwa hivyo mtu mwingine tu kawaida hivi akisikia Wazanzibari wanaimba Zanzibar kwanza, Wazanzibari sijui anaimba sijui nini hivi sijui nini wanapigania Zanzibar, si jambo lililoanza jana na leo. Na ndio pale uliponiuliza Othmani vipi? Nikakwambia kwa sababu amesimamia kusudi ambalo lilimheshimisha Maalim Seif kwa watu wake. Seif Sharif hakuwa na kipya wala hakuwa na cha ajabu, lakini aliweza kufanikiwa kwa sababu alionekana ni mtu aliyekubali kusimamia
ndoto za Wazanzibari waliomuamini, wakampa umbele. Kwa hivyo hilo ndilo ameingia nalo Othman. Tukitazama Chama cha Mapinduzi CCM kimempa ridhaa ya uongozi kuja kupambania bendera ya CCM Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mitano tena. Lakini pia kwa upande wa Zanzibar wamempa Dr. Mwinyi mitano tena kuweza kuipambania Chama cha Mapinduzi CCM. Ukiwatazama wote hawa ni wa Zanzibar, ambacho anakizungumza Othman Masoud, unadhani kitakuwa kina mashiko? Yaani ni jambo kubwa kweli uliloliongea. Uchaguzi huu wa Zanzibar na hizi slogan zilizoanza zinaweza kuzusha mtafaruku mkubwa. Kwangu mimi ACT uchaguzi huu ni kufa na kupona. Kwamba wakishinda wamefikia lengo. Wakishindwa maana yake imani ya wananchi kwao, wale wanaowaamini kwamba wanaweza kuwasimamia, kuwafikisha kwenye nchi au ile wanasema ndoto yao ya siku nyingi au nchi ya ahadi, ni kwamba watakuwa wamefeli. Kama watakuwa wamefeli, watu wataanza kuhesabu vipindi 7, maana hichi kitakuwa cha 7. Tukiwa na Maalim Seif na sasa akiwa hayupo, tumeshindwa kufikia lengo. Na sio tumeshindwa kwa kushindwa kura, pengine tumeshindwa kwa hila au tumeshindwa kwa kura. Maana yake ni kwamba hatuna uwezo wa kulifikia ile lengo. Ujue hawa wanaopambana leo waliopo pale juu hawakutengenezwa jana na leo. Ni watu walioanza harakati za kisiasa, wengine toka ulipokuja mfumo wa vyama vingi, wengine kabla ya hapo, wengine toka wakati wa mapinduzi. Pana wengine mpaka washakuwa wazee bado wanaendelea kuwa washauri, wanajifia mmoja mmoja. Leo ukiitazama kafu ya mwaka iliyosajiliwa mwaka 1992 ikapewa usajili, nadhani kafu kilikuwa chama cha pili ukiacha CCM kwenye registration. Ndio wale waliokuwepo wakati ule asilimia kubwa wameshafariki. Nikikutajia wale waliokuweko upande wa Zanzibar tu, maana tunazungumzia siasa za Zanzibar, waliokuweko kule, Mzee Mlo kafariki, Ali Haji Pandu kafariki, Dr. Maulid Makame kafariki, Mwalimu Ali kafariki, ndio Maalim Seif amefariki, Maalim Juma Ngwale amefariki, Maalim Suleiman Seif amefariki, Maalim Ahmed Seif amefariki. Yani nikikutajia ile orodha ni kwamba walikuwa wanaipambania, ambao ndio waliokuwepo ndio wajumbe kamati kuu ya mwanzo ya kafu wakati ule, asilimia kubwa hawapo. Sasa hao ndio walioshika bendera kusimamia chama kile wakati kinaanzishwa. Tumekwenda generation ya pili, ndio hiki na yenyewe ndio hii inaondoka. Wengine humo na sisi tulikuwemo tokea tukiwa wadogo, tukakomaa tukiwa humo. Baraza kuu la mwanzo linachaguliwa na sisi na mimi nilikuwemo. Ndio. Mpaka nimestaafu mwaka 2004 nikasema basi. Sasa hawa waliopo sasa hivi kina Salum Bimani, kina Jusa Bimani ndio alikuwa mwenyekiti wa mkutano mkuu nadhani kama sikosei wa mwanzo ule wa kupitisha ile katiba na nini. Sasa hivi ndio wazee. Sasa vijana wadogo hawa waliopo wamelirithi ili kusudi kutoka kwa generation ya pili sasa. Sasa ikiwa itashindikana, maana yake wanaanza kufikiria wanapambanaje kurudisha imani kwa watu na kufikia lengo lao. Sasa ina maana huu uchaguzi huu ni wakufa na kupona. Maana yake wakishindwa wamepoteza kusudi, inabidi waanze kujipanga upya. Na watakapoanza kujipanga upya, you never know, pengine watu watataka reforms zifanyike kwenye chama. Kwamba tunahitaji nguvu mpya, tunahitaji damu mpya, tunahitaji falsafa mpya au itikadi mpya, na haya si mageni. Itizame Labour Party ya Uingereza. Walipoona inapita miongo anayetawala ni conservative, wakaleta new Labour, New Britain. Wakabadilisha mpaka ile nembo yao, wakaleta ile rose, wakamkabidhi chama Tony Blair. Sasa ni vitu vinatokea. Kwa hivyo lazima wanasiasa waliobobea wayatazame hayo. Sasa ikifika point hiyo ya kwamba ni kufa na kupona, maana yake uchaguzi unaokuja sio mwepesi, ni uchaguzi mgumu.
Ni uchaguzi ambao watu watamaliza silaha zao zote walizonazo kuhakikisha wanafikia malengo yao. Wakati huko ACT wakifikiria hivyo, na CCM wanasema hapa ndio pa kukazanati sasa. Kwa uchaguzi utakuwa ni wa hali wa nguvu. Yaani itakuwa hakuna uchaguzi mgumu kutokea kama uchaguzi huu wa mara hii 2025. Naam, uchaguzi wa 7. Wagombea wanatakiwa wafunge buti haswa. Na maoni yangu kabla ya kufika huo wakati wa uchaguzi ni vyema CCM na ACT wakae walitafakari na kulizungumza jambo hili, na njia pekee yake ya kuleta suluhisho wauache uchaguzi uwe wa huru na haki. Mtu akipigwa apigike, lakini vinginevyo yanaweza katokea sitabiri kuliko waliotokea 2021 na siombei yafike huko, kwa sababu kila nikitizama nguvu ya kuzuia hilo wimbi, kwa sababu ukishakuwajaza watu upepo unalizuiaje hilo wimbi? Na ushawaaminisha watu kama hapa sasa ndo tunakwenda kuinusuru nchi, tukishindwa hapa ndo maana yake nchi imepotea. Wakati wa Maalim Seif alikuwa akisema Zanzibar imeshikwa na uzi mmoja tu, ukikatika inazama. Akaweza kupambana mpaka ikaja serikali ya umoja kitaifa. Leo ni kama vile unawaaminisha watu kama hii serikali ya umoja kitaifa ni kini macho tu, bado hatujafika tunakokwenda. Sasa hizi kauli hizi na matendo yanayoambatana na kauli za namna hii, kama ikiwa hawatakaa wakayazungumza mapema, yakenda hivi mpaka wakati wa kampeni, mpaka wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi ndio tutakuja kuona majibu yake. Sasa ushauri wangu mimi waketi wazungumze, bado nafasi ipo. Okay. Bahati nzuri wanakaa kwenye viti pamoja, wanakunywa kahawa pamoja kwenye serikali ya umoja kitaifa. Ni swala la kukubaliana tu. Bwana we, kama tulivyoanza huko nyuma, tunataka tukae tuzungumze tunaliendeaje hili jambo, kwa sababu mwisho wa siku hili jambo tunalotaka kuliendea la uchaguzi mkuu ni kwa faida au hasara ya Wazanzibari wote. Kuna Wazanzibari si CCM wala si ACT wala si CUF, hawana vyama vya siasa, lakini Wazanzibari. Lakini hawa Wazanzibari hawa wataathirika kutokana na matendo ya vyama vya siasa. Kwani hapo watu walipokufa Zanzibar, wakahama nchi, wakapata ulemavu, wakapoteza mali zao, kila aliyehusika unadhani alikuwa yumo kwenye siasa? Hapana. Mtu wa mwanzo kufariki nadhani mwaka 92 ule, jina lake limenitoka, alikuwa fundi kwenye kiwanda cha mbao nyumbani kwake kule. Imepigwa risasi, tukaambiwa ilipigwa juu, ikageuka ikaenda hivi, ikampiga akafa. Hakuwa kwenye shughuli za kisiasa wala harakati za kisiasa. Mtu wa mwanzo kabisa baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Lakini alikuja akatokezea pale Shengejuu katika jimbo la Pandani. Yamekuja kutokezea baada ya yale maandamano ya 2001. Watu sio kama kila aliyepatwa na madhara yale alikuwa ni mtu wa siasa. Wengine maskini ya Mungu wala walikuwa hawajui chochote, wala hawahusiki na lolote kwenye siasa. Wengine ni watumishi wa kawaida, wengine wafanya biashara tu, wachuuzi na mambo yao na safari zao. Kwa mfano wale waliokufa ile Januari 27, siku ya tarehe 26 Alhamisi alifariki Sheikh Juma. Sheikh Juma Jumatano mimi usiku nazungumza naye nyumbani kwake. Nimeenda kuchukua mabusati, majamvi na misaafu kwa ajili ya kwenda kutoa sadaka kwenye vyuo. Tukawahi kuzungumza pale, haya vipi nyie jamani na maandamano haya? Yeye hakuwa mtu wa mambo hayo, lakini alikuwa ni mcha Mungu, na alikuwa ni mwana demokrasia. Hakuwa kifurahishwa na ukandamizaji na mambo mengine. Hata ile siku alipopigwa ilikuwa bado maandamano, ni siku ya pili. Kapigwa pale Mwembe Tanga. Watu wamemleta mpaka ofisini pale Mtendeni makao makuu. Mimi nimo ndani. Ndio nimetoka kwenda pale mlangoni, kuna mtu amepigwa risasi, ameletwa hapa kamtazame
Nafika ndio anakata roho, na muona ni yeye Sheikh Juma. Nakumbuka tulikuwa pamoja usiku huo wa Jumatano kwa mkia Alhamisi. Amefariki siku ya Alhamisi. Maandamano Ijumaa. No, alifariki siku ya Ijumaa, sorry. Maandamano Jumamosi. Kwa sababu yule alikuwa anatoka kwenye sala ya Ijumaa. Na ndio siku ile pale Mchangani palipigwa risasi pale, tukakimbiza Jumaduni na Mzee Machano, tukaenda tukawaweka Mpendae huko na nini. Ni mambo mengine yana siku yake, sio siku yake leo ya kuzungumza. Lakini mlolongo lile jambo lote na ujua mwanzo mwisho, kwa sababu na wakati ule mimi nilikuwa mkurugenzi wa vijana wa taifa, na maandamano yalipoandaliwa, wanaoandaliwa na kuyashiriki wanategemewa wawe nani? Vijana. Na wewe ulishiriki kwenye kuandaa. Sasa nishiriki mpaka kwenye kuandamana kwenyewe. Sasa mimi si ndo nilokuwa mwenye mkurugenzi wa taifa wa vijana? Sasa tena wewe unaandalia vijana alafu kamanda vipi huonekani bwana? Nashukuru sana Said Miraji. Na mpaka kufikia hapo tumefikia tamati. Tulikuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Said Miraji, ambaye tumeweza kuangalia kwa kina. Sina ziada. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment, ili kusudi kuwa mwanafamilia wa World News Media. Asante na wakati mwingine.